Ndugu wa Tanzania, kuanzia tarehe 29 Oktoba, nchi yetu imeshuhudia maandamano ya amani yaliyofanywa na wananchi wanaohitaji haki na uwajibikaji wa viongozi wao. Kwa bahati mbaya sana, maandamano haya yamekumbwa na vitendo vya ukatili usioelezeka wa mauaji wa raia na majeruhi waliokoswa kuuawa uliofanywa na askari wa jeshi la polisi. Ndugu wa Tanzania, hali hii imefanya nchi kunuka damu za raia wake. Familia zikilia kwa kupoteza wapendwa wao, taasisi mbalimbali zikilia kwa kupoteza wafanyakazi wao, vyombo vya habari vikilia kwa kupoteza waandishi wake, na sisi Chadema tunalia kwa kupoteza wanachama wetu, viongozi wetu na Watanzania kwa ujumla. Ni msiba wa kitaifa. Ni msiba wa taifa zima, unaoumiza roho na unahitaji mshikamano wa kitaifa na mshikamano wa kisiasa. Ndugu wa Tanzania, kutokana na matukio ya kusikitisha yaliyosababisha vifo, majeruhi na kupotea kwa baadhi ya wananchi wetu, Chadema tunatangaza rasmi siku 7 za maombolezo ya kitaifa kuanzia tarehe 5 Novemba mpaka tarehe 11 Novemba. Ndugu wa Tanzania, ili kuonyesha heshima na huzuni ya taifa, bendera zote za chama katika ofisi za chama zitapepea nusu mlingoti kila siku kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni katika siku zote 7 za maombolezo. Ndugu wa Tanzania, katika kipindi hiki cha maombolezo, chama kinaazimia watu wote kushirikiana katika kuomboleza na kutoa pole kwa familia, jamaa na marafiki wa wale waliopoteza maisha na waliojeruhiwa. Vile vile tunahimiza Watanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki mazishi ya ndugu zetu waliouawa ili kutoa heshima stahiki kwa waliopoteza maisha, wakidai haki na demokrasia kwenye taifa letu. Ndugu wa Tanzania wenzetu, Chadema tunatoa wito kwa Watanzania wote kutembelea na kutoa misaada ya kibinadamu kwa wahanga na familia zao. Hatua hii ni ishara ya mshikamano, umoja na utu wa Kitanzania katika kipindi hiki kigumu. Ndugu wa Tanzania, aidha tunaitangaza namba maalum ya simu 0716 484 242. Hii namba ni ya afisa wetu wa habari ndugu Gerva Lienda, mkuu wa idara ya habari ya chama, kwa ajili ya kukusanya taarifa sahihi ya watu waliouawa, waliojeruhiwa na waliopotea tangu tarehe 29 Oktoba. Taarifa hizo ziwe kwa mfumo ufuatao: kuwe kuna jina, umri, kazi, mahali tukio lilipotokea, picha au video ya muhusika na sehemu alipojeruhiwa. Taarifa hizo zitumwe kwenye namba tajwa hapo juu kama njia ya WhatsApp au SMS. Ndugu wa Tanzania, vile vile ningependa kuambia kuhusu hali ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Mapema leo mawakili wetu wa chama walifika katika gereza la Ukonga kwa ajili ya mashauriano ya kisheria na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, pamoja na kumpatia nyaraka muhimu kama sehemu ya maandalizi na rejea katika kesi ya uhaini inayomkabili. Watanzania wenzetu, tunataka ikumbukwe kwamba kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Lissu ilipaswa kuendelea kuanzia tarehe 3 Novemba mpaka tarehe 11 Novemba, lakini jana ilihairishwa. Mawakili walipofika gerezani leo kwa ajili ya kujadiliana na mteja wao, walizuiliwa kumuona Mheshimiwa Lissu, jambo linalotoa wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wake akiwa gerezani. Ndugu wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Lissu kujitetea mahakamani, mawakili wake wanahitajika kufanya utafiti wa kisheria
kumpa ushauri na kukusanya nyaraka zote zinazohitajika wakati wa usikilizwaji wa kesi. Kutokana na wajibu huo, mawakili walifika gerezani leo kushauriana na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu namna bora ya kuendelea na awamu ya mwisho ya usikilizaji ya kesi hiyo. Watanzania wenzangu, kitendo cha jeshi la magereza kuzuia mawakili kuonana na Mheshimiwa Lissu kinatupa wasiwasi endapo mwenyekiti wetu yupo kweli gereza la Ukonga au amehamishwa kwenye gereza lingine au eneo lisilojulikana. Hali hii inakinzana na haki ya misingi ya kisheria ya kuonana na mawakili wake. Ndugu wa Tanzania, kwa kuwa kuonana na mawakili ni haki ya kisheria, tunamtaka kamishna wa magereza nchini kuarifu umma kama kuna maelekezo yoyote yanayomnyima Mheshimiwa Lissu haki yake ya kisheria. Tunaliomba jeshi la magereza kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa ili kuhakikisha haki na usalama wa mahabusu unaheshimiwa. Asanteni sana.